Wapendwa, kwenye kipindi cha kwanza tumemalizia sehemu ambapo nimesema kwamba kitabu za Biblia kuanzia mwanzo hadi Ufunuo ni maandiko ya watu weusi ambayo wazungu walibadilisha kwa ajili ya maslahi yao wenyewe. Na nikasema kwamba unaweza kuyachunguza hayo hata katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 11 ambaye inasema alikuja kwa walio wake, ambao anasema kwamba huyu ni Kristo ambaye alikuja kwa walio wake ambao ni weusi, watu wa rangi yake, watu ambao ni wa taifa lake. Nao walio wake hawakumpokea. Mimi nasema huu ni uongo. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu wanaposema kwamba Kristo alikuja kwa walio wake ambao ni watu weusi, kwamba watu weusi hawakumpokea. Hapana. Kwa sababu tungesema kwamba hawakumpokea, Kristo asingelikuwa hata na mitume. Asingelikuwa hata na mtume hata mmoja, kwa sababu wote mitume wote 12 walikuwa wana wa Israeli. Kabila 12 la wana wa Israeli. Wakati wa Kristo kuzaliwa kulikuwa watu ambao wako pale, wakina Ana, wakina Zakaria baba wa Yusufu, wa Yohana Mbatizaji, nafikiri wa Elizabeth, walikuwa pale wanasubiri Kristo azaliwe. Sasa wanakuja kusema kwamba amekuja kwa walio wake, lakini walio wake hawakumkubali. Kwa kweli kuna baadhi ambao hawakumkubali. Hiyo ni kweli. Lakini huwezi ukasema kwamba walio wake hawakumkubali kwamba wote hawakumkubali. Hapana, sio kweli. Kwa hiyo maandiko yanaendelea kupenda kuyabadilisha tu. Kwa hiyo na kuna wale ambao ni Wakristo wa Jumapili kama gisi na mimi nilivyokuwa hapo awali, Mkristo wa Jumapili. Wanapenda hii andiko sana, ile andiko ambalo nitaenda kuambia hapo. Wanalipenda sana. Hata shuleni tuliifunzwa Yohana 3:16. Jean 3:16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Mkiswahili wanasema maana Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hapa mimi naleta haya maandiko kwa ajili ya nini? Kupenda kutoa utata ambao uko hapa. Wanasema kwamba Mungu alimpenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee. Mungu hana mwana pekee. Hicho ndio kitu ambacho tunapenda kukosoa hapa. Kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, kwa uwezo wake Roho Mtakatifu. Wanaposema kwamba Mungu ana mwanae pekee ambaye ni Kristo. Mtu kuwa na mwanae pekee ina maana kwamba hauna watoto wengine, sio? Lakini sio kweli. Mungu ana wana wa kutosha. Mungu ana wana wengi. Kwa hiyo Kristo si mwana wa kwanza, sio mwana pekee wa Mwenyezi Mungu. Bali tunasema kila wakati kwamba Kristo ndiye mzaliwa wa kwanza wa Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye mzaliwa wa kwanza katika viumbe vyote ambavyo Mwenyezi Mungu aliumba, vinavyoonekana visivyoonekana. Hiyo inajulikana. Maana tukisema kwamba Kristo ni mtoto aidha mwanae pekee. Sasa tuangalie kitabu cha Ayubu sura yake ya kwanza mstari wa 6 inatuambia ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihuzurisha mbele za Mungu. Sasa wana wa Mungu wametokana na namna gani wakati mnasema kwamba Mungu ana mwana mmoja ambaye ni wa pekee? Sasa hao wana wengine ni wanani? Kwa hiyo nikupenda kuonyesha kwamba hao wazungu wakati walipotafsiri hivi walipenda kuweka kila kitu kwake Kristo. Yaani kuonyesha kwamba Mungu hana watoto wengine, hapana. Ni Kristo peke yake tu. Ni kitu ambacho walipenda kufanya hivyo kwa ajili waweke hivyo ili kwamba watu wasiangalie mambo mengine kwamba kuna manabii, kuna watu wengine ambao walitumwa. Aidha kuna malaika hata wengine. Malaika zote mbinguni ni wana wa Mungu. Sijui kama mnaelewa hicho wapendwa wasikilizaji. Kwa hiyo maandiko hayo tunayasoma lakini hatuikalie maanani zaidi. Kwa hiyo Mungu hana mtoto mmoja, hapana. Kristo si mtoto wa kwanza, aidha si kumradhi. Kristo si mwana pekee wa Mungu, hapana. Ni mzaliwa wa kwanza wa Mungu, lakini Mungu ana wana wengi tu, sio mmoja. Sasa kwa hiyo tumekuja kuona na kusoma kwamba Mwenyezi Mungu alimtuma Kristo kwa wana wa Israeli ambao ni watu weusi. Ni taifa la watu weusi ambalo liko barani Afrika na wengine wako sehemu zingine katika ulimwengu huu. Kwa sababu tunajua kwamba weusi wametupwa sehemu zozote zile ambazo nyote mnajua. Nyote mnajua, sio kwamba ni siri wapendwa wasikilizaji. Weusi wako sehemu zote. Na hilo lina sababu yake. Na kitabu cha Yeremia kumradhi. Kitabu cha Yeremia sura ya 50 mstari wa 7 inatuambia watu wote waliowakuta waliwahua na maadui zao
wamesema hatuna hatia sisi, maana hao wamemkosea Mungu aliye malisho yao ya kweli, Mungu ambaye ni tegemeo la wazee wao. Hawa wanaoongea hapa, wapenda wasikilizaji, ni wazungu, ni watu wa rangi zingine. Muelewe vizuri maandiko, na ndio maana msome maandiko vizuri wapendwa. Watu wote waliowakuta waliwahua. Huyu anayeandika aidha anayeongea hapa si mtu mweusi, hapana, ni watu wa rangi zingine. Watu wote waliowakuta waliwahua, na maadui zao wamesema hatuna hatia sisi, maana hao wamemkosea Mungu aliye malisho yao ya kweli, Mungu ambaye ni tegemeo la wazazi wao. Nikupenda kuwaonyesha nini? Nikupenda kusema nini? Mnajua wazungu wametuua sisi watu weusi. Hiyo sio siri. Tumekufa kweli, tumeuliwa na tunaendelea kuuliwa tu. Na kwa nini wanafanya hivyo? Wanakuja kuleta hivyo, wanatuua kwa kizingizio kwamba sisi tumemwasi Mungu wetu wa kweli. Sisi tumeasi Mungu ambaye ni wa mababu zetu, wa wazee wetu. Tumemwasi Mungu wetu wa kweli. Kutokana na hilo Mungu ametuasi, aidha ametutoka uwepo, aidha nguvu za Mwenyezi Mungu zimetoweka. Sisi hatuna kitu muda huu kwa sababu tumemwasi Mungu. Kwa hiyo kwa sababu sisi tumemwasi Mungu, wao wamechukua sasa hicho ni kizingizio cha kusema nini, na sisi sasa tutaacha tuwahue kwa sababu wamemwasi Mwenyezi Mungu wao. Kwa hiyo sisi hatuna hatia yoyote, bali ni wenyewe ndio walisababisha sisi tuwahue kwa sababu wamemwasi Mungu wao. Sijui kama unaelewa hichi, wapendwa wasikilizaji. Nasikia gisi wenzenu wanavyoongea kuhusiana na sisi weusi. Kwa hiyo wazungu walikuja na dini mbalimbali barani Afrika. Hayo mambo tunayoongea na sio siri, wapendwa wasikilizaji. Na wanasema kwamba hizo dini wamefunuliwa na Mwenyezi Mungu. Sio kwamba wamefunuliwa na Mwenyezi Mungu, lakini ni uyuwai wao wenyewe tu. Dini zote ambazo zimekuja barani Afrika na zote ambazo zilimo katika ulimwengu huu sio mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ni mapenzi ya wanadamu. Na lengo sio kwamba wakuje kufundisha Mungu wa kweli, bali lengo ni kwa ajili ya kupoteza mweusi amsahau Mungu wake wa kweli na hambatani na miungu ya kigeni. Hilo ndio lengo la makanisa, hizo madhehebu, dini zote ambazo mnajua katika ulimwengu huu. Lengo kuu ni kwa ajili ya kuwasaulisha Mungu wenu wa kweli, Mungu ambaye alijulikana kwa wazazi wenu, kwa wababu zenu, hasa wazee wenu, ili kwamba muachane na huyo, muende kuambatana na miungu yao ambayo inaitwa Yehova, Elohim, El Shaddai, Adonai, sijui mambo mengine yote n'importe quoi. Na hayo ndio sisi weusi tumeambatana, tumeona kwamba huyo ndio Mungu. Lakini unapoambiwa historia ya namna gani hizo dini zilivyokuja, namna gani wazee wetu walivyouawa, kupigwa kwa ajili hizo dini, unaposema wakati huu wengine watasema hapana, wewe una kichaa, imani sijui ni antikristo, mpinga Kristo, kwa sababu hii dini ni dini ambazo zinatupeleka mbinguni. Dini haiwezi kupeleka mbinguni na haitakupeleka mbinguni, maana hizo dini ni sumu, ni milango ambayo iko wazi kwa ajili ya kuingiza maafa, matatizo bara la Afrika. Na nasema, narudilia, nasema tena, na kaza maneno, ingawa hizo dini hatutazifukuza, bara la Afrika kuwa na amani itakuwa ni kitu kigumu. Lazima dini zote zifukuzwe kwanza, kwa sababu huu ndio mlango ambao umebakia, na huu mlango ukifungwa, huu wapendwa wasikilizaji, ninyi wenyewe mtaenda kuona kitu ambacho kitatokea. Na nimesema kufukuza hizo dini sio kwamba mtaenda na mawe na mipanga kusema tokeni, ondokeni. Hapana, kufukuza ni kuacha kwenda. Maana wewe ukiacha, mwingine anakuuliza kwa nini umeacha, unamwambia, mwingine anaacha, mwingine anaacha, wanabaki watu wawili, mmoja, hilo kanisa linakufa, linaachwa. Bali tatizo ni kwamba mnaniuliza sasa, imani ikiwa sisi tunaacha, tutamjua Mungu namna gani? Tutaendelea namna gani? Tutamjua Mungu namna gani? Tutafika mbinguni namna gani? Nasema mweusi, hauna haja ya kanisa, hauna haja ya dini ili kurithi ufalme wa Mungu. Hapana. Mungu unaye ndani yako, lakini unasahau tu. Ni jambo tu la kufanya nini? La kuhimizwa na kuonyeshwa kwamba hiki ndicho kitu ambacho umekuwa umesahau, ndio hiki tu. Na ndio maana haya mambo ninayoyaongea walio wengi wanayasikia na kusema kwamba huu ni ukweli, kwa sababu wanaye Mungu ndani yao ambaye anawaambia kwamba anachokiongea imani ni ukweli mtupu. Kwa hiyo hicho ndio kitu. Sikiliza, haya mafundisho ni mafundisho ya kweli. Hautayasikia sehemu zingine. Mafundisho mengine ambayo utayakuta huko ni mafundisho ya kupenda kupata pesa.
leteni sadaka, fanyeni hivi. Mungu hana haja ya sadaka zenu. Mungu hana haja, Mungu hana sijui pesa ataenda kununua nini. Aende wapi? Mungu haiko na kula, Mungu hana mkono, Mungu si mtu. Hana haja ya pesa, hana haja ya mbuzi zenu na vingine. Lakini watu wanakuja kuwafundisha. Hayo yote wazungu waliyaleta kwa sababu muanze kuwapatia ili kwamba wakuje kujaza nchi zao. Na kweli mnakuja kuona, mnashangaa na mambo ambayo yako huko, lakini unapoangalia vizuri ni mambo ambayo yametoka nyumbani kwenu. Ndicho walichokifanya. Na wazungu walipofika wanasema kwamba wao ndio walioleta demokrasia. Lakini mimi najiuliza hiyo demokrasia ambayo wanasema kwamba wameleta ni demokrasia ya namna gani? Maana hakuna demokrasia barani Afrika. Tukirudi nyuma kidogo wapendwa, labda msisahau kwamba katika kipindi cha awali cha wazazi wetu, wa babu zetu, mambo ya marais yalikuwa mambo ambayo yajulikani. Hatukuwa tunajua mambo ya marais. Kwetu kulikuwa falme na mafalme tu. Basi jiulize kwa nini hao wanaoitwa wa marais wanang'ang'ania kwenye viti. Unajua kwa nini? Kwa sababu wao kuna kitu ambacho wanaelewa kwamba ukiwa madarakani, yani hapo mpaka kifo kikutenganishe tu. Aidha uzee wako ndio utakutenganisha, na baada ya hapo ni mtoto wako aidha na binti yako wa familia yako ndio ataendelea na naye. Kwa sababu hiyo ndio ilikuwa akili, ni mawazo. Maana sisi mambo ya urais aidha sijui na vingine, president, premier minister, aidha rais, aidha waziri mkuu, mambo hayo hayakukuwepo awali. Tulikuwa na mafalme. Na tunajua mfalme ni mtu ambaye anakaa, akizeheka mtoto wake anachukua nafasi. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Na hicho ndio kitu ambacho tunaona huko barani Afrika. Miaka 30 yuko kwenye kiti, miaka 16, 17 hapendi kuondoka. Wengine wanaanza kubadilisha katiba, wengine wanafanya hivi kwa ajili ya endelee, kwa sababu wana ile kidogo ya nini, ya asili. Na ndio maana nasema kwamba haya mambo yanayofanyika barani Afrika, uchaguzi, kuchagua rais, haiwezi kaleta amani barani Afrika. Lakini ikiwa hiyo system itatoka ya urais na vingine, mtaanza kuangalia murudishe ufalme. Hicho ndio kitu ambacho kinatakiwa. Kwa sababu mweusi unapoangalia yeye, hii siasa ya wazungu haiendani naye sawa sawa, kwa sababu anajitahidi ili aiweze, lakini haifanani, kwa sababu hii ni historia, aidha ni siasa ya wazungu. Weusi walikuwa na siasa yao, lakini sio hii ya wazungu. Wao wanaita kama ni demokrasia. Unapoangalia vizuri, mambo ya marais yalianza wakati gani? Yalianza baada ya vita vya pili vya dunia. Tuseme kwamba katika miaka ya 60 ambapo nchi za kutosha sana za bara la Afrika lilipata uhuru, na hapo ndipo kukaanza kuonekana marais. Lakini jiulize, kabla ya hapo kulikuwa nini? Kulikuwa mafalme. Na tangu hapo katika miaka ya 60 mpaka muda huu, wapendwa wasikilizaji ambao mnanipata, kuna mabadiliko yapi katika ya mambo ya vita? Ni vita kila kukicha. Sisi ambao tumezaliwa katika vita. Mama zetu, baba zetu wamezaliwa katika hali ya vita. Hadi muda huu tunahesabu miaka na miaka, na mnasema kwamba demokrasia iko barani Afrika. Demokrasia ya namna gani wapendwa wasikilizaji? Hayo ni mambo ambayo tunatakiwa kujiuliza. Lakini wanapofanya uchaguzi huku, hautajua kwamba kuna hata uchaguzi. Wanafanya uchaguzi baada ya miaka 4 mitano, kwa sababu hiyo ni siasa yao. Sisi siasa yetu sio ya hivyo. Na ndio maana wao wanaendana nayo vizuri kwa sababu ni ya kwao, lakini wanapenda ya kwao waanze kutupatia kule. Na wanapotupatia kule na tuletea matatizo, kwa sababu tunaanza kugombana sisi kwa sisi. Wakati kuna baki miezi 2 mitatu watu waende kuchagua viongozi, yani nchi yote inakuwa haina amani. Wakushikwa wanashikwa, kuuawa wanauawa, kwa ajili waangalie wewe ukipinga moja kwa moja unashikwa unaenda kuuawa. Na ndio maana haya mambo ya marais na vingine ni mambo ya kuchochea vita, chuki. Utakuta watu ambao ni makabila, sijui watu ambao wanasimama mbele, wanapenda wachaguliwe. Anapoona kwamba naona kwamba watu hawanipendi zaidi, tayari anaingiza kitu ambacho ni chuki ya makabila. Anaenda kuambia kabila fulani ambalo ni la kwake, angalia wale hawanipendi, angalia hiki na hiki. Yani anaanza kuchochea chuki kwa lengo la kupenda kupata sauti, apate watu ambao watakuwa nyuma yake. Lakini nawaambia hiyo chuki ni kitu kibaya zaidi sana, kwa sababu umeshindwa na siasa. Wewe sasa ukagombanishe sijui nani kabila mbili kwa ajili upate watu wengi. Ni kusambaratisha, huo sio uongozi, ni kusambaratisha nchi. Hiyo ni kusambaratisha wapendwa wasikilizaji. Watu wanauana. Na hiyo chuki sio kwamba inabakia hapo, inaingia hata kati ya dini, ndani ya dini. Watu wanaenda kuuana hadi ndani ya dini. Wanaanza kuuana kwa sababu fulani wetu anatakiwa kuwa rais, yule hafai, yeye tu ndio anafaa.
Sasa mwe mnasema kwamba kuna demokrasia. Hiyo demokrasia ni demokrasia namna gani? Hiyo ni demokrasia ya kinywa tu, lakini hakuna chochote. Na ndio maana haya mambo yote ambayo wazee wetu walikuwa wakiyatenda hapo awali, ikiwa hatutarudi kama kitu ilivyokuwa, amani haitakuwepo. Amani haitakuwepo barani Afrika. Hiyo system ya urais na nyingine inatakiwa kutoka. Tuna marais ambao tuna mafalme, za wafalme wapo, wanajulikana. Hao ndio wanapaswa kuongoza nchi zetu. Maana hatuna haja ya siasa ya watu ambao ni ya wazungu. Wazungu waendelee na siasa yao, na sisi kweli tunatakiwa kuwa na siasa yetu. Sijasema kwamba Afrika, barani Afrika kabla hapo hakukuwa siasa, hapana. Hakuna nchi ambayo inaweza kuendelea bila siasa. Na wengine wanafikiri siasa ni kusimama aweze kupigana, au wengine wanafikiri sio siasa ya namna hiyo. Hata Kristo naweza kusema kwamba yeye alifanya siasa kutokana na maswali ambayo alikuwa akiuliza watu na vingine ni siasa. Siasa labda watu wengine wanaichukulia kwa upande ambao uko negative kutokana na matokeo ambayo yanatokea kuhusiana na siasa, lakini siasa ni kitu ambacho kiko muhimu. Lakini hauwezi kumwambia, ukisikia mtoto wako anasema kwamba mama mimi nitaka anza siasa, unamwambia mtoto wako unapenda nini? Unapenda kufa kesho? Kwa sababu ina picha nyingine ambayo ni mbaya zaidi sana kwa wakati huu. Lakini siasa lengo lake ni kupenda kuongoza. Ni uongozi tu. Ni system, hasa ni hali ya kuongoza watu. Sasa utasema kwamba siasa ni mbaya? Hapana. Kuongoza watu, kuweka sheria ambazo zitafuatiliwa na watu wote, sio kwamba ni sheria ambayo wewe umeiweka lakini wewe mwenyewe uko juu ya sheria, hapana. Kila mtu anatakiwa kuwa chini ya sheria, lakini kwa wakati huu wao wengine wako juu ya sheria, kwa hiyo sio sheria. Kwa hiyo demokrasia, wapendwa, hicho ni kitu ambacho ni kitendawili barani Afrika. Wasiwadanganye. Na hicho kitu, wapendwa, kinasababisha hali ya bara la Afrika kutobadilika. Vita kila kona, vifo kila sehemu. Yaani kila sehemu barani Afrika ndio utakuta, yaani ndio uwanja wa mapambano tuseme. Na hicho chote ni nini? Ni kutokana na mali ambayo Mwenyezi Mungu alipatia bara hilo. Ndio inasababisha wakati huu watu wanaingia katika matatizo. Lakini ingekuwa kwamba ama rais wetu ambao wako huko wanaweza wakasema kwamba wakae kitu hiki kimoja, washikani mkono kwa mkono, waseme kwamba sijui, kwa sababu hao watu ambao ni wazungu wanasema kwamba bara la Afrika wana madeni. Mimi nashangaa na ujiuliza hizo deni zitakuwa za namna gani, ndugu zangu wazungu. Kwani unaweza kusema kwamba bara la Afrika lina madeni? Sasa nyinyi ndio mnatakiwa kulipa bara la Afrika. Mulianza kupora tangu lini? Mulikula namna gani? Muliua watu namna gani nyinyi ambao mnasema kwamba bara la Afrika lina madeni? Ndugu zangu, muwe macho. Mnatakiwa kuwa macho. Wazungu ndio wanatakiwa kutulipa. Lakini sisi hatuna haja ya kuwalipa, aidha kuambia kwamba watulipe pesa vingi. Hatuna haja. Kwa nini unaweza kumlipa? Lakini tukisema kwamba ikiwa na kazania kwamba mna deni, marais kaeni pamoja. Mna pesa sana. Madini yanajaa sehemu. Ikiwa ni Tanzania, za Kongo, sijui nani, Burundi, Cameroon, njoo una ngapi? Mnapenda ngapi ni hizi? Chukueni wapatie. Mnaenda sehemu nyingine wapatie, alafu muachane wazima. Kitu ambacho hamuelewi ni kwamba nchi zote ambazo ziko bara la Ulaya, Marekani, haziwezi zikaishi bila bara la Afrika. Hicho kitu ni kitu ambacho hamjui. Sasa na wazungu nao pia hawapendi kuambia wengine ambao wajua hayo mambo. Na hawapendi kuonyesha weusi kwamba bila Afrika nchi zingine zinaweza zikapotea, zijulikane kama zinakuwepo katika ulimwengu huu. Hicho ni kitu ambacho Mwafrika bado hajajua. Hakuna nchi huku ambayo inaweza kaishi bila bara la Afrika. Hichi ni kitu ambacho mnatakiwa kukijua nyinyi weusi. Mchukue, mjue historia yenu, mjue umuhimu wa nchi zenu, mjue umuhimu wa mali ambazo zimo ndani ya nchi zenu. Wapendwa wasikilizaji, hakuna nchi, tunaishi humu, unatembea na uwezo kaona hata mti wa embe, hata wapapai, wachenja, chungwa, hakuna. Hivi najiuliza hao wana nini zaidi ambacho wanajivunia? Nyumba wanajenga, barabara ziko nzuri, nyumba ziko vizuri, lakini waulize hivyo vitu vinatokea wapi? Hata mawe, natembea humu katika nchi ya Uholanzi, hata mawe hauwezi kupata. Wenda ununue mawe ndio upate mawe mikono. Wenda ukanunue mawe ili uyapate. Lakini mambo kama hayo wazungu wanashangaa, kwa sababu sisi ni watu ambao tuko na wasamani. Na ndio maana utakuta hata mweusi wakati anapovaa,
Mweusi anapenda kuvaa vitu vya samani. Nyinyi mnafikiri namna gani? Sijui wanajivuna. Sio kujivuna. Gisi walivyo ni gisi ambavyo wameumbwa watu weusi. Sio kujivuna. Ni watu wa samani, lakini watu wengine za rangi zingine zinakuja kushusha ile samani ya mtu mweusi. Mtu mweusi hata alale njaa, lakini anapenda hata awe na saa mzuri, nguo inapendeza, iwe vizuri. Sio kitu ambacho ni kuvamia, hapana. Ndivyo walivyo. Ni watu wa samani. Nyinyi weusi ni watu wa samani, lakini hamjijui. Mmeshapoteza kila kitu. Lakini mnatakiwa kurudia. Mnatakiwa kurudia. Mko na samani kuzidi hata almasi, diamond, aidha sijui kama gold. Mko na samani kuzidi vyote. Mko na samani kuzidi vyote. Na ndio maana mnaendelea kujidimia, mnaendelea kuwekwa kwamba nyinyi mko kitu. Kwa sababu hiyo ndio historia. Cha kushangaza ni kwamba nilipata muda wa kuongea na baadhi ya wafanyakazi wenzangu. Nikauliza kwa nini historia ya bara la Afrika huku amuifu? Yaani hawafundishi kwa nini? Kasema sisi kweli, kwanza unapoangalia wazungu wengi wanafikiri kwamba wanasema tu kimafikira, wengi wanafikiri tu Afrika ni nchi moja tu. Hicho ni anatoka wapi? Anatoka Afrika. Yaani ukitoka Afrika wao wanaona tu Afrika ni nchi moja. Na ni kweli Afrika ilikuwa moja. Ilikuwa nchi moja, wao ndio wamekuja kugawa. Kwa hiyo walio wengi wanajua tu ukitoka Afrika ni nchi moja tu. Kwa hiyo historia nyingine yote ya Afrika hawajui. Sasa tulikuwa tukiongea na sasa, kwa nini sasa hawapatie historia? Mbona sisi huko nyumbani tulikuwa tumeshajua kuhusiana na Uholanzi? Kwa tulishajua namna gani mvua za maji iko mingi, nini, mabaskeli, kila kitu. Hayo mambo yote ambayo ni muhimu, bandari la Rotterdam na tunajua. Lakini nyinyi kuhusiana na Afrika hamjui hata kitu. Asema sisi hatujui. Na sisi kuhusiana na mababu zenu tunajua hata majina, na Sokrate wengine tunajua yote, tunajifunza. Lakini kitu ambacho niwaambia ni kwamba ingekuwa vema na nyinyi pia mwanze kuangalia, mchunguze vizuri, mtafute historia ya Afrika. Maana ni kitu ambacho hamjui. Bara la Afrika lina historia ambayo ni kubwa. Tena ambayo yenye utajiri, historia yenye utajiri. Lakini nyuzi aiza taarifa ambazo mnazipata kutoka bara la Afrika wanaonyesha watoto wana njaa. Sasa jiulize, hiyo njaa tatizo ni nini? Nikauliza, hivi mnafikiri kwamba mtu mweusi anatamani kuja huku? Lakini kama anakuja huku kwa sababu ni njaa, na nani njoo aliyesababisha njaa ikuwepo? Ni nyinyi wazungu tena. Kwa sababu nyinyi hapa tatizo la immigration, wakimbizi, linawasumbua mno. Na nasema kwamba, na niwaambie, mimi nilikuwa na mazungumzo, mimi ninapoongea naongea wazi. Wakusikia nasikia, mwenye hata sikia basi nimeshaongea hivi. Niwaambia hii tatizo la wakimbizi halitaisha. Kwa sababu mweusi kwa kumwambia kwamba wewe utaenda kukufa kwenye sijui nani ya Mediterranean na vingine, kwamba ndio ataogopa, hakuna kitu. Ataendelea kuja. Ingawa mtaweka kule amani bara la Afrika. Fanyeni, wekeni tafuteni, yani wafanyie kwanza leteni maajira. Vijana mtawaona huku. Wekeni amani, ongezeni ajira, vitu vingine, wafanyie vitu vya kutosha huku, hamtawaona huku. Hata sisi ambao tuko huku kwa sababu ya vita. Lakini unafikiri kwamba hatungekuwa na vita, nani ndio anaweza katamani kuja huku kwenu? Nchi ambao baridi, yani hali ya hewa haiko vizuri. Kukiwa jua ni jua ya ajabu, hata wewe mwenyewe unajiuliza ni nini? Unafikiri kwamba tunatamani? Lakini kitu ambacho wanafunzwa huku ni kwamba watu weusi wakija huku ni kukuja kupenda kupata pesa tu. Wanakuja kuchukua pesa zenu. Na mimi nauliza, muhimu na pesa gani ambayo watu weusi watakuja kuchukua huku? Muna nini huku kwenu? Sisi kwetu watoto, hata mvua inanyesha kuna sehemu barani Afrika. Mvua inanyesha, baada ya mvua watu wengine wanaenda kule, wanaenda kuokota majamans. Wanakota. Tuko na kila kitu. Lakini historia hamuifunzi. Mnachukuliwa, yani wanakuja kuambia tu Afrika sijui wana njaa nini. Na ndio maana mkiona Muafrika huku mnafikiri kwamba hao ni njaa tu. Sio hivyo. Hivi vita msifikiri kwamba ni sisi ndio tunapigana. Ni nyinyi. Ni wakuu wenu ambao hawapendi kuambia historia. Hawapendi kuambia kwamba sisi bila Afrika hatuwezi tukaendelea. Waambie hiyo ni historia, hiyo ni kweli. Bila bara la Afrika, nchi zingine za Europa na vingine Marekani zitapotea, zitaenda.
hazitajulikanaga kama kulikuwa hizi nchi katika ibada. Ili ninalowaambia wapendwa, mtakubali siku moja. Na hakuna hata rais mmoja katika bara la Ulaya, Marekani, sehemu zingine ambaye atakuja na kusema kwamba ili akomeshe vita katika bara la Afrika, hata kuwepo. Maana unajua kwamba katika vita ndivyo wanavyopata. Kwa sababu wakati kama mnapigana mnauana, wao wanaenda kupatia wengine sijui mabunduki, waende kupigana na watu wengine. Weusi kwa weusi wanauana, wao wanakuja sehemu wanapeleka vitu hivyo hivyo. Sasa mimi najiuliza, hii ni akili ya namna gani? Ili mnafikiri mweusi kwa hayo mambo ambayo tuko nayo ndani ya udongo, unafikiri ndio kila mtu ndio anaweza kaishi? Tuna udongo ambao ni mzuri. Mimi nasema kila wakati kwamba wazungu wenyewe ni watu ambao hawapendi. Ni watu ambao wameumbwa tu na hiyo roho ya kishetani. Kwa sababu wakati wanaweza kuja kwa weusi waongee pamoja, tunapenda hiki, tunapenda hiki, mnapatana. Sio lazima muue watu ili mpate nani madini. Hii ina faida gani? Hivi unafikiri mweusi ana haja zaidi sana ya kuwa na hiyo madini yenu ili aendelee kuishi? Hatuna haja, tuna haja ya amani, tuwe na maji, tuwe na moto, tuwe na barabara nzuri. Basi tutaenda shambani, tutapiga kilimo, udongo wetu mzuri, tutauza mazao yetu, tutaishi vizuri, na hatuwezi tukajali na hiyo mambo yenu ambayo ni ya sijui coltan, cobalt na vingine mambo yote ambao wenyewe wakiona wote wanaanza kutetemeka hivi. Sisi hakuna kitu ambacho kinatutemesha kwa sababu sisi. Kwa hiyo kiufupi, mweusi unapaswa kurudia. Unapaswa kujijua wewe ni nani. Jijue thamani yako. Usijiweke chini, wewe si mtu wa kuwekwa chini. Wewe ni mtu ambaye uko juu. Sio mimi ndio nitakuweka, lakini Mungu alikuweka wewe juu. Na ndio maana kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28, Mungu anakuambia namna gani? Usipokubali haya mambo ambayo ninakuambia, ikiwa ulikuwa kitu utakuwa mguu. Na ndivyo tulivyo kwa muda huu, kwa sababu tumemwasi Mungu. Lakini rudilia Mungu uone, utakuwa kitu tena, utarudia ile sehemu. Na wakati ninapoongea hivi, watu wengine ambao wamepotea wanakuja, nenda kule ule mbaguzi, sijui nini. Hajui anaongea antichrist na wengine. Wewe unajua antichrist? Kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 5, Kristo anasema hivi: msiende kwa watu wa mataifa mengine, wala msiingie katika miji ya Wasamaria. Hapo nasema kwamba msiende kwa watu wengine, aidha wa mataifa mengine. Mataifa mengine ni wakina nani? Kristo anaongea na watu wake ambao ni weusi. Msiende kwa mataifa mengine ambao ni wapagani, ambao wanasema les païens. Tafsiri ya Kifaransa, Bible à la Colombe, Matthieu 10:6. N'allez pas vers les païens. Na nimekwambia kwamba mweusi sio mpaye aidha nani. Non. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Kwa hiyo Kristo mwenyewe anaonyesha, nyinyi ndio mnasema labda ni ubaguzi hata vingine. Kristo mwenyewe anawaambia wanafunzi wake, nendeni lakini msiingie, kwa sababu huko barani Afrika wakati Kristo, kipindi cha Kristo, wazungu walikuwepo hadi muda huu. Wapo, walikuwepo sana. Na nyumba zao, sehemu zao walikuwa naishi zilikuwa zinajulikana. Kwa hiyo msiingie katika hao ambao ni wazungu. Msiingie katika nyumba yote. Muende mnaangalia pale ambapo kwa watu weusi ndio mtafanya. Wapatie injili. Hapo wanasema maison d'Israël ni hivyo, lakini kwa ujumla ni watu weusi. Sijui kama inaeleweka. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho mnatakiwa. Hata mimi haya mafundisho ambayo naanza, siwezi nikaanza kuwapatia watu wengine, kuambia watu wengine, na sio mafundisho ni kuamsha tu, kwa sababu mambo yote ambayo naongea mnayajua, lakini mnayasahau. Siwezi nikaanza kuamsha watu wengine ambao wajua hata historia. Lakini nawaamsha nyinyi ndugu zangu kupitia Roho Mtakatifu wa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu nyinyi tayari hii ni historia yenu mnaijua, lakini mnasahau. Ni kuamshana tu. Mungu ni mkuu. Na kitabu cha Isaya 43 sura ya 4 inasema hivi: kama vile mna thamani mbele yangu. Wapendwa, Mungu wangu. Nyinyi ndugu zangu weusi mnafikiri labda hamna thamani. Mungu anakuambia kwamba yeye anajua nyinyi ni wanawake, yani sio wanamke, wanawake, yani wana wa Mungu. Anawapenda. Mko na thamani kwake. Ingawa watu wengine wanaweza kumuona kwamba nyinyi bonobo, mashimpanze, mamakaki na vingine wanamwambia wapatie ndizi na nyinyi wote mnaanza kukasirika. Ndio wanatuita sisi ni maape, sijui ni nani. Nani waambia kwamba nyinyi ni makako? Nani alikwambia? Ni wenyewe ndio makako. Sio kama na watu kana.
Sisi mweusi hana chochote. Hana ile ADN za DNA ya makako, hakuna. Wenyewe. Sio siri. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anawaambia namna gani? Ninyi mko na thamani mbele yake. Mko na hadi muda huu ambao naongea mko na thamani, lakini nyinyi hamjijui. Lakini kuna kitu ambacho kinawazuia nyinyi msije kwake. Na hicho kitu mnatakiwa ukijua ni kitu gani ambacho kinasababisha sisi tusirudi kwake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu nyinyi mnasema kwamba mnaenda kanisani tunaenda kwake Mungu. No, sio kwamba kwa sababu mnaenda kanisani kwamba mnaenda kwa Mungu. Mungu hayuko kanisani. Na kile mnacho kifanya hakina hata umuhimu, hakina maana kuwepo. Mwenyezi Mungu anawaambia kwamba yeye nyinyi Mungu mnasema, lakini ili kuja kwake kuna jambo ambalo mnatakiwa kuliacha. Muache hizo sanamu ambazo mmepokea. Muache hizo sanamu ambazo wazungu wamekuja kuonyesha na ndio hizo dini. Muache hizo, ni sanamu za kuchonga. Mungu anawaambia muache hicho na mumfuate, mtaona nyinyi wenyewe jinsi mambo yatakuwa, wapendwa. Kwa hiyo kitu kingine ambacho mnatakiwa kujua ni kwamba, wapendwa, mtu kukosa kujua historia yake, huyo ni mtumwa. Ikiwa hujui historia yako, wewe ni mtumwa. Kwa hiyo msome pia. Soma maandiko, Biblia ni ya kwenu. Ijapokuwa Roho Mtakatifu awasaidie, maana walichangachanga mambo ya ajabu mengine ya uongo ameweka, lakini Mungu atawaongoza. Mnapaswa kujua historia yenu. Hicho ni kitu ambacho ni muhimu. Kwa sababu ikiwa hauna historia yako, mpendwa, umepotea. Hautajulikana wewe unatokea wapi. Kwa hiyo historia yenu mnatakiwa kuijua. Tunaendelea kusoma Isaya 43:4. Kwa vile mna thamani mbele yangu na mwenye kuheshimika, nami nimekupenda. Ndivyo baba yangu anavyosema kwamba ingawa huko katika hii hali, yeye anakuthamini na alikupenda. Anaposema alikupenda, sio kwamba ni leo, tangu awali wakati alipofanya agano na wazee wetu. Hapo ndipo Mwenyezi Mungu alipoanza kukupenda na alipokupenda hadi muda huu. Ijapo tunajichanganya kwa mambo mengine, lakini anakupenda. Inatakiwa sisi turudi, na kwa kurudi kwake lazima tuache kwanza sanamu ambazo tuko nazo. Isaya 43 kwenye mstari wa 5 nasema, msiogope. Msiogope. Maana mimi nipo pamoja nanyi. Tunaingia sasa kwenye sehemu ambayo napenda kuonyesha kwamba huko Ulaya, Asia, kwa Waarabu, huko kote Mungu hayupo. Mungu hayupo. Na tutadhibitisha ndani ya maandiko kwamba Mungu hayupo huko kote. Huko ndio wamesema kwamba wametuletea Kristo, kwamba wao ndio wamekuja kutufundisha. Mungu anakuambia kwamba hapo hakuna kitu. Asia, kwa Waarabu, Marekani, hakuna Mungu. Hawajui Mungu, ndio namaanisha. Ninaposema hivyo sio kwamba watu ambao wako huko weusi kwamba wajui, no, nasema wazungu. Haiza rangi zingine. Tuendelee sasa, msikilize sasa kwa makini, wapendwa, huu ufunuo ambao uko hapa katika Isaya 43 mstari wa 5. Msiogope, maana mimi nipo pamoja nanyi. Mwenyezi Mungu anatuambia sisi weusi ambapo tuko barani Afrika, sehemu zingine katika ulimwengu, tusiogope kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu yuko pamoja nasi bila sisi kujua. Nitawarudisha, usikilize vizuri, nitawarudisha wazawa wenu toka mashariki. Nasimamia kwanza hapa. Mwenyezi Mungu mwenye uwezo wa ajabu anasema kwamba tusiogope kwanza, kwa sababu yeye ataturudisha. Wakati kama sisi tuko hapa, wengine ambao wako Marekani, sijui wako Asia na wengine, Mungu anasema kwamba atawarudisha. Ina maana kwamba hapo ambapo tunaishi sio kwetu. Tuna sehemu ambapo tumetoka. Mwenyezi Mungu ataturudisha. Na hiyo inaweza kuwa kimwili na inaweza kuwa pia kiroho. Kwa hiyo Mungu anaanza kusema kwamba ataturudisha. Kuanzia wapi? Kaskazini. Mashariki. Kutoka mashariki ndivyo wameanza kwanza. Mashariki. Na mashariki ni wapi? Tuende kwanza kwenye tafsiri ya Kifaransa. Nouvelle Bible Sego. N'ayez pas peur, car je suis avec toi. De l'Orient, njo mashariki. De l'Orient, je ramènerai ta descendance. Mwenyezi Mungu anaanza kutuambia hiyo l'Orient ambayo tunajua ni mashariki. Na mashariki ni wapi ambapo tunajua nchi za mashariki ni nchi gani? Tunajua kwamba nchi za mashariki ni nchi za Kiarabu. Mwenyezi Mungu anasema kwamba atakutoa huko
anakurudisha. Kwa hiyo inapenda kuonyesha kwamba katika upande huu wa Orient za Mashariki, Mwenyezi Mungu hayupo huko, atakutoa huko. Anakurudisha. Atakurudisha wapi? Tutajua. Nitakukusanya toka magharibi. Nitakukusanya kutoka magharibi. Na nchi za magharibi ni nchi gani? Mkifaransa wanasema et de l'Orient et de l'Occident. Les pays occidentaux si ndio hao wazungu, ni nchi za Ulaya. Mungu anasema kwamba atakukusanya, kukutoa huko ili akurudishe. Sijui kama mnaelewa hiki. De l'Occident. Nchi za Ulaya. Nitakukusanya, nitakurudisha. Mungu anaendelea kusema kwamba atawatoa Ulaya, atawatoa sehemu zingine. Tumeanza kwanza kwenye nchi za Kiarabu, na amesema tena kwenye nchi za Ulaya Mungu atakutoa, atakurudisha. Et de l'Occident, je te rassemblerai. Et de l'Occident, je te rassemblerai. Occident, ce sont les Occidentaux, ndio wazungu. Atakukusanya. Tunaenda kwenye mstari wa 5, Isaya 43. Msiogope, yani tunaenda kusoma pamoja. Msiogope maana mimi nipo pamoja nanyi. Nitawarudisha wazao wenu kutoka mashariki ambao ni nchi za Kiarabu, nitawakusanya kutoka magharibi ambazo ni nchi za wazungu za Ulaya. Atawakusanya, atawatoa. Traduction Pirote Clamer. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Ta race. Wanaposema tarase ni rangi moja, sio rangi za kutosha, kwa sababu kuna rangi za kutosha. Lakini Mwenyezi Mungu anasema kwamba kwa sababu umetumwa katika nchi zote, na mimi ambaye ni Mungu wako nitakukusanya. Nitakusanya nini? Nitakusanya rangi yako. Tarase ni rangi ambayo ni moja, ambayo ni watu weusi. Sijui kama inaeleweka. Je ramènerai de l'Orient ta race. Je te rassemblerai de l'Occident. Nitakukusanya kutoka nchi za Ulaya. Nitakukusanya kutoka huko. Na nchi za Kiarabu unakuja. Kuna sehemu ambayo ataenda kuwatoa kwa sababu umetoka. Nitawarudisheni. Ikiwa mtu hawezi akarudi sehemu ambapo hakutoka. Kama mimi nasema narudi nyumbani kwa sababu nimetoka nyumbani, sio? Mwelewa vizuri. Isaya 46:6 nasema, nitaiambia kaskazini waache waondoke. Bible de la liturgie, yani tafsiri hiyo Isaya 46:6 mkifaransa, je dirai au nord, donne. Wanaposema kwamba nitaambia sijui kaskazini leta, nikupenda kusema kwamba katika hizi nchi zote ambazo watu weusi wapo, kuna malaika za shetani ambao wanaongoza hizi nchi, na ambao wanakamata watu weusi katika mtego, ambao wanakamata akili zao zisifikirie mbali, wasijue historia yao, wasijue wako wapi na vingine. Lakini Mwenyezi Mungu anasema kwamba atawaambia malaika ambao wanakamata watu katika usingizi, leteni watu wangu. Yani ni sio kama kujadili, ni don. Yani ni leta. Hakuna mjadala. Ni kuleta watu wake kutoka huko. Sijui kama inaeleweka. Pepo aiza malaika za shetani ambao wanazuia, ambao wako hapa katika Ulaya. Malaika wa Mwenyezi Mungu ambaye atatumwa ataambia, anaweka mkono wake, leta watu wangu. Hakuna ona don. Kwa sababu kuna tofauti kati ya kusema unaweza ukaleta na anasema kwamba leta. Leta ni ukatae, ukubali, utatoa. Je dirais au nord, donne. Et au midi, ne retiens pas. Fais revenir mes fils du pays lointain, mes fils des extrémités de la terre. Nenda mkiswahili. Nitaiambia kaskazini waache waondoke, na kusini
Usiwazuie. Warudishe watu wangu kutoka mbali, kutoka kila mahali duniani. Weusi wako sehemu zote katika nchi, katika dunia. Mwenyezi Mungu anasema, popote ambapo mpo, je vais rassembler ta race, nitaenda kuchukua rangi yako. Bani watu weusi nitarudi. Mstari wa 7, Isaya 43. Kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu. Kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu, niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu, mimi nimemuumba. Naam, mimi nimemfanya. Nikupenda kuambia kwamba Mwenyezi Mungu anaposema kwamba kila mmoja ambaye ameitwa kwa jina langu, ambaye mimi mwenyewe nimemuumba, ina maana kuna wengine ambao Mwenyezi Mungu hakuumba. Sijui kama inaeleweka hiyo. Kwa hiyo Mungu aliumba watu wake ambao ni weusi. Hiyo ndio rangi ambayo alipenda iwepo. Kwa hiyo ndio atakayokusanya. Lakini kwa zile zingine yeye hawezi kukusanya hizo kwa sababu yeye hajaumba huko. Bali ni ujanja wa ambaye ni ibilisi aliyeufanya na malaika zake ili wazae na wanawake weusi, rangi zingine zikaonekana. Kwa hiyo rangi yeye Mwenyezi Mungu sio rangi yake, kwa hiyo hawezi akaikusanya. Sijui kama inaeleweka. Hapa tuko kimwili. Kiroho ni kitu kingine. Bible des peuples. Ramène tout ce qui porte mon nom. Tout ce qui porte mon nom. Na jina la Mungu ni nini? Jina la Mungu ni nini? Jina la Mungu ni neno lake. Na hilo neno liko katika kila mtu mweusi anaye neno la Mwenyezi Mungu ndani yake. Kwa sababu hauna haja ya kumwambia kwamba mweusi ukifanya hivi ni kosa, anajua kila kitu. Maana neno la Mwenyezi Mungu liko ndani yake, na hilo neno ndio jina lake Mwenyezi Mungu. Sijui kama inaeleweka. Ramène tout ce qui porte mon nom que j'ai créé et formé pour ma gloire. Utukufu wa Mungu ni upi? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anaposema kwamba arudishe, hasa wale wote walio na jina lake warudishwe, ni wale watu ambao wako na aliowaumba yeye mwenyewe. Kwa sababu kuna wengine ambao wameumbwa ambao si mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ambao nimekuambia ni rangi zingine. Nikupenda kuonyesha namna gani Mwenyezi Mungu anaposema kwamba mtoke huko, atawakusanya kutoka nchi za Ulaya, nchi za Kiarabu na vingine. Ina maana kwamba Mungu hayuko huko. Mungu hayuko huko kwa hao watu. Hawa wamjui Mungu. Sasa baada ya kukusanywa, hawa watu sasa wataenda wapi? Hilo ndio swali ambalo linabaki, ambalo unaangalia imani. Tuambie sasa, tayari wamekusanywa, wataenda wapi? Watarudishwa barani Afrika. Na nitadhibitisha ndani ya maandiko. Watarudishwa barani Afrika ili kwenda kumtolea Mungu shukrani, ili kwenda kumwabudu Mungu wa kweli. Na hiyo tunaiona katika kitabu cha Sefania sura yake ya 3 mstari wa 10. Sefania 3:10 inasema hivi: kutoka ngambo ya mito ya Kushi, kutoka ngambo ya mito ya Kushi, na Kushi ni Ethiopia. Ngambo ya mito, sio kwamba ni Ethiopia, ngambo ya mito. Kutoka ngambo ya mito ya Kushi watu wangu waniombao, ambao wametawanyika. Unasikia? Wale ambao wametawanyika watakusanywa, watafanywa nini? Wataniletea sadaka yangu mimi. Wapi? Katika kutoka ngambo ya mito ya Kushi, kutoka ngambo ya mito ya Ethiopia. Hizo sehemu ambapo watakusanywa na wataenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sio hii sadaka, sio sadaka, ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Baada ya kukusanywa kutoka hizi nchi zote, kutoka katika bara hizi zingine zote, watu weusi watarudishwa sehemu yao ambao wametoka, ambao ni barani Afrika. Na wanaposema kwamba kutoka ngambo ya mito ya Kushi, ni tayari Afrika ya Kati. Mkifaransa wanasema Louis II, Sophonie 3:10, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Unaposema d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, unakuja kuingia katika Afrika ya Kati. Kwa sababu hapo ndio kuko centre, yani kuko, yani ndio
Yaani ndio kumeshuka kitu ambacho kimesukuma katika bara lote la Afrika. Ninakwambia kwamba haya yote ni mambo yenu, lakini hampendi kusikia, wapendwa wasikilizaji. Haya ni mambo yenu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anapenda kuonyesha kwamba baada ya kuwakusanya, anapowakusanya ndipo sasa atawapeleka kule ambapo mmetoka. Na huko sasa ndio mtaenda sasa kumwabudu Mwenyezi Mungu, mtamjua Mungu wa kweli ambao mmemuasi kwa muda wa kutosha. Kwa kumalizia, naenda kusoma tu kitabu cha mwisho, maana watu wengi watasema sasa, imani, mbona hiyo mada ambayo umesema mbona imekuwa tofauti? Napenda kuonyesha namna gani Mwenyezi Mungu alivyotuumba, gisi watu weusi, rangi kwa nini. Mweusi, yani mtu mweusi ni mfano wa viumbe vya kiroho. Nimekuonyesha na kuna nani nyingine ambayo nitakupatia, kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 14 hadi 15, nasema nywele zake zilikuwa nyeupe kama pamba nyeupe, kama theluji. Macho yake yalimetameta kama moto. Miguu yake kama shaba iliyong'arishwa, iliyosafishwa katika tanuru ya moto, na sauti yake ilikuwa kama sauti ya poromoko la maji. Hiki ni kitabu cha Ufunuo. Ufunuo ambao Yohana aliupewa na Mwenyezi Mungu. Aliupewa namna gani? Wanaposoma hapa watu wengi wanasema kwamba huyu ni Kristo, lakini huyu sio Kristo. Huyu ambaye wanasema hapa nywele zake zilikuwa nyeupe kama pamba nyeupe, na pamba nyeupe nyewe wote mnajua. Pamba ambayo haijafanywa kazi. Huyu ni malaika. Kwa sababu ufunuo huo ni Mungu aliyempatia Kristo. Kristo akampatia malaika aje, na malaika akaja kwa Yohana. Kwa hiyo Yohana hawezi kumuona Kristo, bali anatakiwa kumuona malaika. Na sasa Yohana anasema namna gani huyu malaika alivyokuwa. Ndio akasema kwamba nywele zake zilikuwa nyeupe kama pamba nyeupe. Na pamba tunaijua kama hizi ni nywele za afro. Hakuishia hapo, akasema miguu yake kama shaba iliyong'arishwa. Miguu shaba iko na rangi gani? Iko kama hivi. Shaba ni mweusi, lakini ambayo inang'aa ni kama hivi. Sijui kama inaeleweka, wapendwa wasikilizaji. Sasa wakati wanaposema kwamba huyo malaika ambaye Yohana aliona katika mahono alikuwa na hivi, sasa utaniambia huyo mtu ni mzungu? Alikuwa na muonekano wa watu weusi, kwa sababu mweusi ndiye aliye na hivi vitu vyote. Nywele zake na huu muonekano ambao ni shaba, kama vile shaba, kwa sababu shaba ni iko na hii rangi tu. Hakuna shaba nyeupe yaza nyingine, ni hivi ndivyo ilivyo. Hivi ndivyo ilivyo. Nikupenda kuonyesha kwamba mtu mweusi ni mfano wa viumbe vya kiroho. Na ndio maana kila wakati malaika walipokuwa wakishuka kile kipindi, walikuwa wakichukua mwili wa mtu mweusi. Hivyo ndivyo ilivyo, kwa sababu tumeumbwa, mzee wetu Adam aliumbwa na ADN, aiza aliumbwa, wanasema nini mwanani? DNA ya viumbe vya kiroho. Sijui kama inaeleweka. Na ndio maana sisi tumevikokota, tumekuwa navyo. Na ndio maana sisi ndio warisi wa hii dunia. Na ndio maana utakuta wengine wazungu wanatafuta wapi ambapo wanaweza wakanafu. Utakuta wanaenda huko, tumeona sayari nyingine ambao watu wengine wanaweza kaishi. Tatizo nini? Kwa sababu wanajua hii dunia sio ya kwao. Wanatafuta sehemu zingine ambao wanaweza wakaishi wao, lakini sisi hatuwafukuzi. Hatujafanyia vitu vingine, lakini wao wangali wanaangalia. Unafikiri mweusi atatoka hapa aende angalie sehemu zingine ambao mweusi anaweza kaishi wapi? Sisi tumepewa hii dunia ni ya kwetu, hatuna haja. Kwa hiyo wote wale ambaye anakuambia huko barani Ulaya, za Marekani, Asia na vingine, wanapokuambia rudi kwenu, waambie kwamba mimi nipo nyumbani kwangu. Kama ni wa rangi nyingine, mwambie wewe ndio utatafuta wapi utakapoenda, maana hii nchi nimepewa na baba yangu mwenye nguvu. Kwa hiyo popote pale unapotoka, huko barani Afrika unaingia Ulaya, sehemu zingine, uko nyumbani. Yote ni Afrika. Wasikudanganye Europe, Marekani, yote ni Afrika, kwa sababu dunia ilikuwa hii moja. Yaani tuseme kwamba Afrika ndio ilikuwa bara la kwanza. Na baada Mungu ya kufanya nini, ya kugawa, kuanza kutoka sehemu kidogo inatoka barani Afrika inaenda huku, wanakuja kuambia kwamba hii ni Europe, hii ni yote ilikuwa ni udongo huku moja. Na ndio sababu utakuta hata Australia kuna watu wa kwanza ni weusi ambao wako pale. Hadi muda huu wa aborigine wako pale Australia ni weusi. Jiulize walikuwa hapo namna gani? Wazungu wote ambao wako kule Australia wanakuja hizo siku, lakini wenyeji wa nchi pale ni watu weusi ambao ni wa aborigine. Hiyo inajulikana. Hata hapa Ulaya hivyo hivyo. Marekani walikuwa wa India, wanani wa India, aidha wanaita wa India, aidha wengine namna. Marekani waliwaua, wakaanza waua wengine wakakimbia, wakawaua wakachukua hiyo sehemu. Sasa ujiulize walitoka wapi?
Wazungu walitoka wapi? Kwa hiyo nikupenda kujua kwamba, nikupenda kuambia ndugu zangu kwamba historia ni ya kwenu, Mwenyezi Mungu ni wenu, dunia hii ni ya kwenu, na viumbe vyote vya kiroho vina muonekano wa mtu mweusi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu awabariki tena kwa wakati mwingine tena kwenye kipindi kingine. Asanteni.